Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhaji Dr. Hussein Ali Mwinyi amewataka Waislamu na wananchi wote kwa ujumla kutumia mwezi mtukufu wa Ramadhan kama fursa ya kuimarisha uchamungu, mshikamano wa kijamii na kudumisha amani na utulivu nchini. Akitoa salamu za kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhan 1447 Hijria sawa na mwaka 2026 miladia, Alhaji Dr. Mwinyi amesema kuwa mwezi wa Ramadhan ni fursa adhimu ya kuongeza ibada za faradhi na sunna pamoja na kuishi kwa kuzingatia kikamilifu mafundisho ya Qur'an, kwani ni mwezi uliotukuzwa kwa kushushwa Qur'ani tukufu katika usiku wa Lailatul Qadr. Alhaji Dr. Mwinyi amehimiza kuendelezwa kwa darsa za Qur'ani na mafunzo ya dini katika misikiti na jamii, pamoja na kuimarishwa kwa mashindano ya kuhifadhi Qur'an kwa watoto na vijana, hatua itakayochochea malezi ya kizazi chenye maadili, maarifa na hofu ya Mungu. Sambamba na hilo, amesisitiza umuhimu wa kuendeleza utamaduni wa kusaidiana na kutoa sadaka kwa watu wenye kipato cha chini, wakiwemo wajane na mayatima, ili na wao waweze kupokea vyema mwezi huu mtukufu. Amewataka wafanyabiashara kuzingatia misingi ya haki na uadilifu kwa kutopandisha bei za bidhaa muhimu zinazotumika zaidi katika kipindi hichi, akibainisha kuwa Ramadhan ni mwezi wa huruma, mapenzi na baraka. Alhaji Dr. Mwinyi ameeleza kuwa serikali kupitia Tume ya Ushindani Halali wa Biashara imefanya ukaguzi wa maghala na maduka ya bidhaa muhimu za chakula ikiwemo mchele, unga wa ngano, sukari na mafuta ya kupikia na kujiridhisha kuwa kuna akiba ya kutosha wakati wa Ramadhan na hata baada ya hapo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia neema ya uhai, kwa kutuwezesha kuifikia siku hii tunapoukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa mwaka huu wa 1447 Hijria sawa na mwaka wa 2026 miladia. Mwezi wa Ramadhani umetukuzwa na Mwenyezi Mungu kwa ni mwezi mtukufu, kwani amali za waja katika mwezi huu kuwa na fadhila na daraja kubwa. Kwa mnasaba huo, imefaradhishwa kufunga pamoja na kuongeza juhudi katika kutekeleza ibada nyingine za faradhi na sunna kwa wingi ili tunufaike na utukufu wa mwezi wa Ramadhani. Ndugu wananchi, Ramadhani ni mwezi ulioteremshwa kitabu kitukufu cha Qur'ani, kwani usiku ulio bora zaidi wa Lailatul Qadr, kitabu ambacho ndio mwongozo wetu wa dini yetu. Tunafundishwa na kuhimizwa kuwa miongoni mwa ibada bora na muhimu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tunaokaribisha ni kukithirisha zaidi katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni kipindi cha kuchuma mema kwa kusaidiana na kuhurumiana, mambo ambayo huzidisha mapenzi na kuongeza baraka katika jamii. Ni wajibu wetu kuwafikiria na kuwasaidia wenzetu wasio na uwezo, wakiwemo wajane na mayatima, ili nao waweze kuupokea vyema mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu wananchi, serikali kupitia Tume ya Ushindani Halali wa Biashara imefanya ukaguzi kwenye maghala ya kuhifadhi bidhaa muhimu za chakula zikiwemo mchele, unga wa ngano, sukari na mafuta ya kupikia pamoja na kukagua madukani. Tumejiridhisha kuwa kuna chakula cha kutosha kwa mwezi wa Ramadhani na hata baada ya hapo. Hivyo nazitaka mamlaka husika kusimamia mwenendo wa bei za bidhaa za chakula na kuhakikisha hazipandishwi hovyo ili kufikia malengo ya dhamira njema ya serikali ya kuondoa ushuru wa bidhaa hizo ili wananchi hasa wa kipato cha chini waweze kumudu kuzinunua. Ndugu wananchi, suala la kutunza usafi ni moja ya majukumu muhimu katika kujiepusha na maradhi mbalimbali hasa ya kuambukiza na pia kuimarisha haiba na taswira ya miji yetu. Sote ni mashahidi kuwa uzalishaji wa taka huongezeka sana katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani kutokana na shughuli mbalimbali katika manispaa, miji na halmashauri zetu. Napenda kutumia fursa hii kuzitaka mamlaka zote zinazosimamia usafi zote Unguja na Pemba kuwa na mipango na mikakati maalum ya kushughulikia usafi katika maeneo yao. Aidha, ni waombe wananchi kushirikiana na mamlaka husika kutunza usafi wa mazingira katika maeneo yote, hasa kwenye masoko, maeneo ya huduma za chakula na maeneo ya makazi. Ndugu wananchi, nahitimisha risala yangu kwa kuhimiza umuhimu wa kuendelea kuishi kwa amani
kuheshimiana na kujiepusha na mambo yote ambayo yanakwenda kinyume na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kutii sheria, kuepuka mambo yote yanayoweza kusababisha maudhi au karaha kwa waliofunga. Tuna wajibu wa kuendelea kuishi kwa kuvumiliana ili kuendelea kudumisha amani na utulivu nchini. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie kuitekeleza ibada ya saumu na ibada nyingine kwa ikhlas ili tuweze kunufaika na fadhila za utukufu wa mwezi huu. Mwenyezi Mungu azidishie nchi yetu amani, umoja na mshikamano. Atuzidishie imani, ucha Mungu na atuwezeshe kupata riziki za halali kwa baraka na utukufu wa mwezi wa Ramadhani ili tuweze kupata mafanikio hapa duniani na kesho mbele ya haki. Amin. Ramadhani Mubarak. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni sana. Kutoka hapa Zanta Media, mimi ni Amina Lumwecha.